Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka 2025. Baba yetu anajali. Huu ni mwezi Februari ambapo tunajifunza mada kuisemayo maisha yangu leo. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu ketie mahali pa siri juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa nafasi hii ya pekee. Tunaomba utusamehe dhambi zetu. Tunaomba utusafishe, ututakase na Roho wako Mtakatifu akaongoze maisha yetu. Tunaomba ahadi yako ya Roho Mtakatifu ije kwa wingi maishani mwetu, nasi tukaakisi tabia yako katikati ya ulimwengu wenye giza. Tufae kufaa na tukawe watoto wako wa kiume na wa kike. Neema yako yatosha, pendo lako latubidisha. Enda nasi katika jina la Yesu, amina. Leo ni Februari 4, mada ikisema Roho atamtukuza Yesu ndani yangu. Mada hii imejengeka katika kitabu cha Injili kama ilivyoandikwa na Yohana sura ile ya 16 aya ya 14. Neno la Mungu linasema, yeye atanitukuza mimi kwa kuwa atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Yesu anatangaza kazi ya juu zaidi ya Roho Mtakatifu katika maneno haya. Roho humtukuza Kristo kwa kumfanya kuwa mlengwa wa heshima kuu, na Mwokozi anakuwa furaha, shangwe ya wakala wa kibinadamu ambaye moyoni mwake kunafanyika mabadiliko haya. Toba kwa Mungu na imani katika Yesu Kristo ni matunda ya nguvu ifanyayo upya ya neema ya Roho. Toba inawakilisha mchakato ambao nafsi hutafuta kuakisi sura ya Kristo kwa ulimwengu. Yesu anawapa pumzi ya Roho wake mwenyewe, uzima wa uzima wake. Roho Mtakatifu anatumia nguvu zake za juu ili kufanya kazi moyoni na akilini. Neema ya Mungu inaongezeka na kuzidisha uwezo wao, na kila ukamilifu wa asili ya Mungu unakuja kuwasaidia katika kazi ya kuongoa roho. Kwa njia ya kushirikiana na Yesu, wanakamilika ndani yake, na katika udhaifu wao wa kibinadamu wanawezeshwa kufanya kazi ya Mungu. Inapaswa kuwa kazi ya maisha ya Mkristo kumvaa Kristo na kujileta kwenye mfano mkamilifu zaidi wa Kristo. Wana na binti za Mungu wanapaswa kuendelea kufanana na Kristo, kielelezo chetu. Kila siku wanapaswa kuutazama utukufu wake na kuutafakari ubora wake usio na kifani. Laiti kama ubatizo wa Roho Mtakatifu ungekushukia ili uweze kujazwa na Roho wa Mungu. Kisha siku kwa siku utafanana na Yesu zaidi na zaidi, na katika kila tendo maishani mwako utajiuliza swali hili: je, litamletea utukufu Bwana wangu? Kwa uendelezaji wa subira katika kutenda mema, ungeomba kwa ajili ya utukufu na heshima, na kisha ungepokea zawadi ya uzima wa milele. Mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, leo ni Februari 4 mwaka wa 2025, tukiangazia mada isemayo Roho atamtukuza Yesu ndani yangu. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.
popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapo tupwa akali wangu, ajapo niongoza njia mbaya, niwapo na Yesu na shukuria. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Naweza pumzika hata kiyama, kisha nitakwenda kwake milele. Akiwapo Yesu furaha tele. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza